Safiri salama ufike salama ni msemo uliobeba maana kubwa sana katika sekta ya usafirishaji, ambapo imeonekana kwa hivi karibuni kumetokea kwa ajali nyingi zinazotokana na madereva wazembe. Hivyo kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza DCP Willibrod Mutafungwa akizungumza na waandishi wa habari huko kituo kikuu cha mabasi Nyegezi, amewataka madereva kwa pamoja kuzingatia sheria za usalama barabarani ili kudhibiti ajali hizo. Leo jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza tumefika hapa katika stendi ya mabasi ya Nyegezi. Lengo letu la kufika hapa ni kwa ajili ya kuendelea kuzungumza na makundi mbalimbali ya watumiaji wa barabara. Lakini lengo letu lingine katika kuzungumza ni kuwakumbusha umuhimu wa kuendelea kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani ili kwa pamoja tuweze kuzuia ajali ambazo zinazuilika. Tumekuja hapa na tumefanya mazungumzo na kundi hili la madereva wa magari yanayotoka katika mkoa huu na yanayoingia, lakini tumekushakutana na makundi mengine kwa lengo la kuzungumza namna ya tutakavyoshirikiana kwa pamoja na kudhibiti na kuzuia matukio ya ajali. Kubwa zaidi ambalo tunaendelea kuwakumbusha madereva ni kuendelea kujiepusha na makosa hatarishi ambayo mara zote yamekuwa yakisababisha ajali za barabarani. Makosa hayo hatarishi tumeyaeleza. Makosa hayo ni makosa haya ya baadhi ya madereva kuendesha magari kwa mwendo kasi katika makazi ya watu au katika maeneo ambayo alama za barabarani zimekatazwa. Lakini makosa mengine ni pamoja na pasipo kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani. Lakini makosa mengine ni pamoja na magari mabovu kuendelea kutembea barabarani. Lazima magari yanayotembea barabarani yani magari ambayo yako sawa, yametengenezwa na yapo na uwezo wa kubeba abiria na kuwafikisha salama. Hayo ni baadhi ya makosa hatarishi. Makosa ya ulevi yanayofanywa na baadhi ya madereva, hayo tumekuja kwa ajili ya kukumbusha. Lakini kukumbusha kwetu ni pamoja na kuzungumza kama makundi haya ya watumiaji wa barabara. Lakini kuzungumza huko kuna kwenda sambamba na uchukuaji wa hatua za makusudi kuhakikisha kwamba utii wa sheria za barabarani unakuwepo. Hatua hizo ni pamoja na misako ambayo tumekwisha ianzisha. Misako mikali katika mkoa wa Mwanza inaendelea ya kudhibiti na kuhakikisha kwamba sote kwa pamoja tunazuia ajali. Misako hiyo sasa hivi na siku 5 tangu imeanza kufanyika. Katika misako hiyo tayari kuna makundi ya madereva wameshakamatwa na wameshafungiwa leseni zao za kuendesha magari. Tumesema makosa hatarishi, hatutamwacha dereva kuendelea kuendesha gari akiwa anafanya makosa hatarishi. Lazima dereva akikamatwa kwa makosa hayo, kati ya hatua zitakazochukuliwa dhidi yake ni pamoja na kufungiwa leseni yake ya kuendesha chombo chake cha moto kinachotembea barabarani. Na tunafanya hivi makusudi ili kulinda usalama wa abiria wake, usalama wake mwenyewe, usalama wa chombo na usalama wa makundi mengine yanayotumia barabara.
operation hiyo inafanyika wapi? Inafanyika katika barabara zote zinazotoka na kuingia katika mkoa wa Mwanza. Barabara inayotoka Geita kuja Mwanza, wapo askari wetu wanaendelea na misako dhidi ya madereva wanaofanya makosa hatarishi. Barabara inayotoka Shinyanga kuja Mwanza, hali kadhalika. Barabara inayotoka Musoma kuingia Mwanza, askari wamepangwa wa kutosha kwa ajili ya kudhibiti. Na barabara za ndani zinazokwenda katika halmashauri zetu, kote huko askari wamepewa maelekezo maalum ya namna ya kuwashughulikia kwa mfanano wale madereva wanaofanya makosa hatarishi. Mimi kamanda wa polisi wa mkoa nichukue nafasi hii kuwatahadharisha makundi haya ya watumiaji wa barabara kuendelea kufuata sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani ili tuendelee kuzuia ajali. Tuwaepushe watu wasiokuwa na hatia kuendelea kuangamia na ajali. Jukumu letu sisi kama polisi, lakini ni wajibu wa makundi yote yanayotumia barabara. Hivyo madereva au makundi mengine hawana budi kushirikiana nasi katika kipindi hiki ambacho tuko katika operation kali. Ushirikiano tunaohitaji kimsingi ni ushirikiano wa kutoa taarifa, hasa kwa upande wa abiria. Tumewaambia abiria, toeni taarifa juu ya mienendo ya dereva yeyote isiyofaa unapokuwa kwenye chombo cha moto, kwa kutumia namba za viongozi wa jeshi la polisi. Toa taarifa. Dereva anakwenda kwenye basi, toa taarifa ili jeshi la polisi. Lakini tunaomba ushirikiano kwa madereva. Ushirikiano tunaoomba kwao ni ushirikiano wa kufuata sheria, kanuni na taratibu za usalama, na wasipofuata sheria basi ni kazi yetu sisi polisi kuwashurutisha ili waifuate sheria. Ndio maana tumekushaweka hatua ambazo tutazichukua, na hizi hatua zipo kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za usalama.